Kama timu yote ya Kibongo ikikutaka, ni pesa kiasi gani unaichaji? Timu ya Kibongo? Labda nikajitolee tu ni support. Ila kunilipa nilizike sioni. Unasema? Sioni. Labda tunaamua kwenda kusupport, kushika mikono timu za Tanzania zingine zipige hatua, hapo sawa. Sawa, kwa haraka kuna content creator yoyote ambaye unahisi anakuzidi kwa mpira kiwango? Hamna. Hata wenyewe wanajua kwa comedian, content creators si nini, wote anacheza mpira ni mimi. Hamna mtu mwingine. Hamna mtu mwingine mwenye uwezo. So far mashindano haya unayonaje? Mashindano mazuri. Yanatusogeza karibu, yanatuweka pamoja, tunakuwa na washikaji wapya nini, vitu kama hivi. Kwa hiyo mashindano mazuri, of course na enjoy. Mpaka sasa timu gani ambayo you guys mnaihofia labda? Hakuna timu tunayohofia, ila tunaziheshimu. Mfano kama timu ambayo yani karibia timu zote zinaiogopa ni ambayo tumecheza nao si leo, ambao ni Hawafaen. Na tumetoka nao 2-1. Afikia ametufunga goli 2-1, na hiyo 2 ni papatu. Unajua magoli mengia hivyo. Wenyewe walikuja wanasema wanatufunga. Walikuwa wanashinda 6, wanashinda 7, wanashinda 8. Ila wamekuja hapa kipindi cha kwanza tukatoka bila, kipindi cha pindo makosa yamefanyika kidogo, wakapata goli la kwanza, sisi tukarudisha. Wakapata la pili, mpira ukawa umemalizika hivyo. Naona kuna mwelekeo mzuri wa Magic. Mwelekeo kwenda kuchukua sisi tushafuzu kwenda robo finali, kwa sababu game iliyobaki nataka tupate hata draw tu. Na of course iliyobaki ni vibonde, tunapiga hata 100. Unasema? Tunapiga hata 100 timu iliyobaki. Maneno yako? Tunayahifadhi? Nyewe hifadhini tu. Anyways, mimi nakusifia kila siku. Wewe ni moja ya waigizaji wazuri sana ambaye nadhani unajua kile ambacho unakifanya, lakini pia na tumeshafanya interviews mara kadhaa, umekuwa kifunguka vitu ambavyo vinauhalisia. Mnafanya vizuri sana kupitia tamthilia ya Mem kwa School, na ni bonge moja la tamthilia. Numbers tu zenyewe nadhani hazihitaji kuelezea sana. Kuna characters mnaobadilisha kila siku. Mfano juzi nimemwona ndugu yetu kutoka Mwanza Brother K, lakini pia tuliona Dudubaya. Nilisema nilipata nafasi kukutana naye, nitakuuliza kwa nini ilikuwa Dudubaya? Yaani why Dudubaya? Tulimweka Dudubaya, lengo letu lilikuwa la kwanza ni kuonyesha watu kwamba tuna uwezo wa kumtengeneza mtu yote akafanya kitu ambacho tunakifanya na akaperform vizuri. Yaani Dudubaya ni msanii wa muziki, lakini tukaona huyu si msanii wa muziki, tunaweza kumchukua tukamchezesha, tukamweka in form of comedy na tukapata kitu kizuri. Kwa hiyo comedy ni yani, watu wasiojua comedy ni kuwaza nje na mawazo ya watu. Ushanielewa? Kwa hiyo ukifanya kitu nje na mawazo watu walivyotarajia, inamfanya mtu anakuwa funny na enjoy kwa form ya ucheshi. Ushanielewa? Kwa lengo kumweka mtu kama Dudubaya ni kutaka kuonyesha watu kwamba tukachukua mtu ambaye sio mchekeshaji, lakini tukaje tukamchezesha na akafit na kitu kawa kizuri na kikachekesha pia. Mapokeo yake alikuwaje mara ya kwanza mnampigia simu? Bwana, tunataka uwepo kwenye Memco. Dudubaya ni mtu anapenda kusupport, kwa kukataa alikubali, na of course ni kitu ambacho tunafanya serious. Unajua kitu kinakifanya serious alafu na kinapata numbers, kina engagement, watu wanakipenda wanakifuatilia, inakuwa rahisi hata kuomba watu wa support. Unajua ile tulikuwa tumempigia Dudubaya na basi ndugu zako support, akatupa budget yake ambayo atatuchaji kwa ajili ya kutusupport, sio kumlipa. Yes, tukampa akaja tukashoot. Kama pesa kiasi gani? Sio lazima nitaje hapa, ila tulimpa kulingana na alivyosema kwa support bana, mtochangia hiki hapa, tukawa tumechangia kwa kiasi. Kwa haraka inasemwa, lakini pia hata Steve amekuwa kikiri kuwa mnatumia pesa nyingi sana kwenye kuinvest. Nimeona mmemshusha Brother K na ndege pale, mkaenda mkampokea na vitu kama hivyo. Ni nini pia mlifikiria kwa Brother K? Brother K ni mtu anajua, of course niseme ni katika legendary ambao mpaka leo wanakiwasha ipasavyo ni Brother K. Kwa hiyo kwa nini tulimchague kwa sababu tunaona mtu ana fit kwenye vitu ambavyo tunavifanya, na pia watu walikuwa wanamuomba sana hata kwenye comment, tunaona tunamwomba Brother K, na sisi watu wanatufuatia, watu support mashabiki, kwa lazima sometimes tuwafurahishe wanachokitaka. Ndio maana tukaona okay, wanamtaka Brother K, so okay, tukamshusha Brother K pale, watu wakaenjoy. Mara hii nyie mnasoma comment za watu, nani wanamtaka, nyie ndio mnafanyia kazi? Yes, yani tunasoma comments kulingana na watu wanavyomtaka, tunazungumza naye, tukifikia mwafaka tunawafurahisha. Kuna mtu alimtaka alafu mkaisi kabisa huyu hatuwezi kumpata labda kwa sababu ya bajeti yake na nini? Hapana, hajawahi kutokea. Uzuri watu wote ni waelewa na tusupport tu vizuri. Namna uaga inawapa stress labda baada ya episode hii kupita, labda amemweka Dudubaya, kufikiria ni nani ambaye atakuja kufiti kwenye episode hii? Haitupi stress kwa sababu hata mtu tunayemleta tunamshape sisi. Na ningekuwa tupa stress kwamba kwa kujua nani ataperform zaidi ya ila kwa sababu tunajua hata akija huyo mtu atakachokiperform tunampa sisi. Why tuanze kuwa na stress? Hatuna stress kwa sababu material yapo. Tunajua concept tunataka tufanye kitu gani. Kwa hiyo sisi tunamshusha mtu afu tunampangilia sawa utaongea hiki.
Kumbuka last time amepiga story na Steve Mweusi akasema kuna possibility pia hata Harmonize mkiongea na uongozi wake mnaweza mkamweka kwenye meme kwa nani? Yes, ni wio wetu tunatamani kumuona. Yeah, ni vitu ambavyo ni of course akiamua kutusupport kwenye hicho kitu na sisi tutaenjoy pia. Kama uongozi ukiona bana atusupport sisi tuna brace na tunafurahi kusikia. A-list ya wasanii hapa Bongo Bongo. Ni wasanii gani ambao unaangalia na unasema I wish these people waje washiriki kwenye meme? Wengi sana. Wengi na nisitamani kuwataja, ni wengi sana. Karibia list yote ninaoishi sana waje tusupport kwenye kitu. Ndaro, sorry. Ile tamthilia ni ya Ndaro au ni ya Steve? Wewe weke tunavyo, hata ukiseweka Steve tu sawa, ukiweka kwa sababu mwisho siku kwenye project zangu mimi ni tunazifanya wote. Project ikiwa ya Steve ni kwa hiyo project tumeidedicate kama ya Steve, ndio maana nakaa kwenye YouTube ya Steve. Lakini tukija kwenye masuala production, tukikutana production lazima material tu discuss kwa pamoja. Labda mimi nijue mimi naweza kukaa hivi nikipata idea ya kitu lazima nikiandike. Najua kabisa kitu iko hivi. Labda mfano mimi sina play part ya walimu. Material yote kuhusu walimu lazima mimi niatafute, nijue kabisa hapa lazima nikaperform kitu kizuri. Material nipata wanafunzi ndaandika nikija bana material Steve kuna hili hapa. Steve naye akipata material ya mwalimu ananiletea vitu kama hivyo, tunafanya kazi kama teamwork. Na kumalizia nakutajia list ya wasanii alafu utaniambia msanii huyu atafaa kwenye tamthilia ama kwenye filamu ya Memkwa aigize kwenye. Okay, sawa. Ndaro na Wasawisi wanapiga story hapa. Okay, sawa. Nilikuwa nasema la mwisho la kumalizia. Nakutajia wasanii alafu utaniambia character ama husika ambao ungeweza wewe kuwapa kwenye tamthilia ama kwenye filamu ya Memkwa. Dudu Baya mlimpa kama mwanafunzi nunda fulani hivi mieyusho mingi sana. Mimi nakuwa nakutajia wasanii. Naanza na Harmonize. Kama angepata nafasi ya kushiriki kwenye Memkwa, ungempa character gani? Muuni fulani ambaye yani half time kwanza anaanza kusmoke nini, anaanza kumjibu hivi kimpanda kichwani, unajua afa kimtaka dem mpaka ampate. Yani kwa ubabe kwa nini? Either kwa lolote mpaka ampate dem ndo analizika. Unajaji kwa sababu ya appearance yake. Sawa, Alikiba? Ingekuwa ni mwanafunzi fulani anapendwa na mademu. Yani mademu wanampenda sana alafu ana talent fulani alafu hapendi kujionyesha. Yani mpaka watu wamsemee. Nani anajua kuimba yuko kimya watu. Ali njoo. Anakuja kama ataki afa yani mtu fulani ambaye yani amepoa, yani kwamba hataki kujionyesha ila watu ndo wanamsemea. Sasa mwanafunzi fulani hivi mpole. Sawa. Diamond ningemweka kama yani mtu fulani ambaye kwanza kila mtu pale shule anamjua. Yani kila mtu shule anamjua. Alafu ni mtu fulani ambaye akitokea kuna wana fulani wanakuwa bored kwa sababu anakuja kuchukua utawala wao. Yani kwa mtu shafika utachukuliwa madem. Yani unjue kwamba ni mwana ambaye akifika watu wanakuwa bored kwa sababu anakuja kuchukua utawala wao. Nandi wa mwisho? Nandi ningempa character kama ya ningempa tu dada yani mwanafunzi fulani wa kike ambaye yani ni mzuri yani ukiona yani anatabasamu na mtu hujui kama labda unamtaka ukaenda kumfuata hakatai hakubali, kwa hiyo hujui amekubali au amekataa. Ni mtu fulani ambaye yupo kati kwa kati, hataki kumboa hataki kufurahisha, yani yupo kati kwa kati. Ningemweka kama mwanafunzi fulani wa hivyo. Ndugu yangu Kiredio yupo Dubai na Dubai inajulikana mambo ambayo yanaendelea, mabomu yanaruka na vitu kama hivyo. Kuna namna mmewasiliana labda ama mmeongea na nini? Kiredio tumewasiliana, iko salama, mambo yako vizuri kabisa. Wakimdhuru ndo watajua kwamba kuna JWTZ. Wakimdhuru Kiredio ndo watajua jeshi la Tanzania lina walindaji content creators. Mimi mwenyewe of course nitaingilia kati hili swala. Sawa, asante sana. Shukrani sana.